Kwa habari za uhakika na zenye mafunzo ya Kiafrika utazipata papa hapa ndani ya Kaka Ken 254. Kaka Ken 254, habari ni hapa. Katibu wa idara ya uhamiaji na utoaji huduma kwa jamii Daktari Belio Kipsang amelaani uharibifu wa vifaa muhimu vya serikali ikiwa ni pamoja na kituo cha kitaifa cha usajili katika majengo ya naibu kamishna wa kaunti ya Nyandarua wakati wa maandamano ya Gen Z Jumatano 25 mwaka 2025. Ghasia hizo zilisababisha uharibifu wa zaidi ya vitambulisho vya taifa 1000 pamoja na vifaa viwili vya usajili wa kielektroniki, hatua ambayo imehujumu utoaji huduma muhimu za kiserikali. Hata hivyo, katibu huyo alitoa ahadi ya umma kwamba vituo vya dharura vya usajili vitapelekwa katika eneo hilo ili kuwasaidia waliopoteza vitambulisho vyao. Alihakikisha kujitolea kwa serikali kulinda takwimu na habari za kibinafsi za wananchi. Aidha, alihimiza vijana wa Gen Z kutumia nguvu yao kujieleza kupitia mikakati iliyopo na kwa amani. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema uvamizi katika vituo vya polisi, wizi wa bunduki na risasi na utekelezaji wa majengo ya serikali ni sawa na ugaidi uliopangwa na waliotekeleza maovu hayo watachukuliwa hatua kali. Alisema hatua ya kuyumbisha taifa hili jinsi ilivyoshuhudiwa Jumatano hazitavumiliwa na wahusika watachukuliwa hatua kali. Akizungumza Ijumaa wakati wa hafla ya kuwezesha wanawake, vijana na wafanyabiashara wadogo katika kaunti ya Kitui, Profesa Kithure Kindiki alidokeza kuwa maandamano hayo yalitekwa na wahalifu waliokuwa na nia potovu. Kindiki alisema kuwa maandamano ya vijana waliokuwa wakitoa wito na utumizi bora wa rasilimali za serikali ulitekwa na wahalifu waliosababisha ghasia na mashambulizi dhidi ya serikali. Huku akihakikisha utiifu wa katiba na uhuru uliobainishwa, naibu huyo wa rais alionya dhidi ya udhalilishaji wa usalama wa taifa.